Chuo cha Ufundi Arusha kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la kimataifa la Korea KOICA wamezindua maabara ya kisasa ya kwanza na ya aina yake hapa nchini Tanzania yenye teknolojia ya uchapishaji wa 3D, huku ikielezwa kwamba thamani yake ni zaidi ya milioni 70. Mkuu wa Chuo cha Ufundi Arusha, Musa Chacha, amesema kwamba uwepo wa maabara hiyo ni hatua kubwa kwa chuo hicho na taifa kwa ujumla, hasa katika kuandaa wahandisi na mafundi stadi watakaokuwa tayari kwa soko la ajira linalobadilika kwa kasi. Ni Musa Chacha, mkuu wa Chuo cha Ufundi Arusha. Kwa jumla mradi huu gharama yake hasa ni dola 28,000 kwa sababu wenzetu KOICA wamechangia dola 24,000 katika mradi huu kwa taasisi ya maabara, lakini Chuo cha Ufundi Arusha chenyewe kimechangia dola 4,000 katika huu mradi. Na nafikiri tukubaliane kwamba swala tusiangalie kiasi cha shilingi, ila impact ya hiyo jambo ambalo limefanyika, kwa sababu unajua kwamba Tanzania kitu ambacho tunakikosa kwa muda mrefu na hata tufundishaji vijana wetu ni namna kuwafanya watoto wetu wahusike katika manufacturing industry, kuweza kutengeneza vitu ambavyo vinauzika na vyenye kisasa na vyenye umahiri mkubwa. Kwa maabara hii vijana wetu wakishasoma wakajifunza vizuri na watafundishwa jinsi ya kubuni na kutengeneza michoro kwa kutumia kompyuta, na wakimaliza na kuna mle maabara hii ina uwezo yani kukitengeneza kitu, kuitengeneza mchoro wake alafu kuonekana kiuhalisia kwenye kompyuta kabisa. Jinsi unavyoonekana, unajua unaweza kuchora mchoro hapo unaonekana nyuma utakuwaje, mbele utakuwaje, kila kitu. Majina naitwa Mustafa Kasim Jige. Ni mwanafunzi wa level 8 course ya Mechatronics and Material Engineering. Kama unavyoona, hii ni drone ambayo tunaita kwamba ni vertical take off and landing drone. Drone yetu tumedesign kwa namna ambayo inakuwa na range kubwa na speed kubwa, na design hii tumedesign especially kwa ajili ya delivery. Kwa mfano tunataka kufanya delivery, emergency delivery, kwa mfano labda blood delivery, labda tunataka kusafirisha damu sehemu ambayo labda ni mbali, tunaweza kutumia drone hii hapa. Lakini pia tunaweza kutumia drone hii hapa kwa mfano kwenye surveillance au security mission, pia tunaweza kutumia drone hii hapa. Lakini pia drone hii hapa tunaweza kutumia kwa kufanya urban planning, yani mipango miji. Ni kwamba drone yetu tunaweza tunaweza tukaitumia kuirusha juu na ikapiga picha kwa eneo kubwa kwa ajili ya design hii. Kama tunavyoona hapa, design yetu imecombine feature za mechanical na mechatronics, kwa sababu mfumo wetu una mechanical part, lakini pia kuna mechatronics ambao, kwa sababu drone yetu ina uwezo wa kufanya transition. Yani drone yetu inaweza kuwa kama helicopter, lakini the same time inaweza kuwa kama aeroplane, kwamba inaweza kuwa na range kubwa na speed kubwa, na kwa namna hiyo drone yetu inaweza kusafiri kwa umbali mkubwa na kuwa na speed kubwa. Drone yetu inafanya kazi, lakini kwa sababu ya kiusalama hatuwezi tukaitesti hapa. Kwa sisi Mechatronics, maabara hii inatusaidia sana kwa sababu tumepata vifaa vya kisasa, ikiwemo desktop computer ambazo zinatusaidia kwenye 3D printing na SolidWorks design. Kwa hiyo pati zote hizi, kwa mfano kama pati tunayoona hapa, ni pati ambayo tumeanza kuidesign kwenye SolidWorks, then baada ya kudesign tukaifanyia 3D printing kwa kutumia lab tunayoiona hapa. Volunteer program. So today's event is initiated through the WFK program. Our volunteer, Mr. Lee Hyung-moon, who is a technical science teacher at this college, he has been working for 2 years since 2023. So he prepared his pilot project to support 3D design lab. So today, finally, he opened the 3D design lab.